Haleluya, watu wa Mungu. Haya, karibu tena katika mwendelezo wetu wa somo la ndoto. Somo la ndoto ambalo tulianza nalo awamu iliyopita. Leo ni awamu yetu ya tatu, au ni kipindi cha tatu, au mfululizo wa siku ya tatu katika kujifunza somo hili ya habari ya ndoto ambalo Mungu ameweka ndani yangu kwa ajili ya watu wake. Amina. Basi kabla ya kuendelea mbele, tumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwanao na Bwana wetu, tunakushukuru Mfalme Mungu mtakatifu kwa ajili ya saa na majira haya. Asante kwa ajili ya watoto wako hawa ambao umekusanya mahali hapa ili kusikia neno lako ambalo wale uliokusudia Bwana watakapolitendea kazi waweze kupiga hatua mbele katika maisha yao ya kila siku. Nami najitiisha chini ya mkono wako wa kuume uliohodari, nikisii maongozi ya Roho wako Mtakatifu. Nitumie Bwana kama chombo chako, wewe ukapate kutukuzwa. Yaliyo yangu Bwana yasipate nafasi katika mioyo ya watu wako. Nami nasimama tu kama mtumwa asiyekuwa na faida, nikichukua nafasi ya neno lako kama usemavyo kwa habari ya mpanzi. Napanda neno hili ndani ya watu wako Bwana, wewe ukalichipushe na kulistawisha ili wale uliokusudia waweze kuzaa matunda. Naenda kinyume na hila zote za mwovu Shetani, roho ya mpinga Kristo naifisha kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Naomba utulivu na amani yako Bwana ikatawale. Sifa, heshima na utukufu viwe na wewe Mungu. Roho wako Mtakatifu atufunulie fahamu zetu tupate kuelewa na maandiko. Katika jina la Yesu naomba na kushukuru. Amina. Amina. Basi nakaribisha tena katika mwendelezo wa somo hili la ndoto. Kwa wale waliokuwepo siku ya kwanza, niliwaambia wazi ya kwamba mimi naongelea ndoto ambazo watu tunaota usiku au mchana, lakini tunapokuwa usingizini. Tuongelee ndoto kwa maana ya maono ambayo watu wanapanga kwamba baada ya miaka miwili nitafanya hiki, au baada ya miezi 6 nitafanya hiki, au nikimaliza shule awamu fulani nitafanya kitu fulani. Mimi siko upande huu. Naongelea ndoto kama ndoto ambazo watu tunaota. Sawa na kitabu kile cha Ayubu ambacho tunasimamia, kinasema Bwana hunena. Naam, usiku watu wanapokuwa ndoto, wanapokuwa katika usingizi vitandani mwao. Watu wanaota ndoto, jamani, tusione kitu cha ajabu. Na niliwaambia wazi, ndoto ni lugha ya mbinguni, ni lugha ya ulimwengu wa roho. Wapo